Bwana wa majeshi atamsha mjeledi juu yake, kama vile alivyowapiga Midiani karibu na jabali la Horebu, na fimbo yake itakuwa juu ya bahari, naye atainua kwa namna ya Kimisri. Ningĩ Jehova mũnene wa ita nĩegũtũma okĩrĩrwo ahũrwo na hinya mũno o ta ũrĩa gwekirwo rĩrĩa Amidiani moragirwo ruoro-inĩ rwa ihiga rwa Orebu, na ruo rũthanju rwake arũtambũrũkie igũrũ rĩa iria, arũroretie na igũrũ o ta ũrĩa gwekirwo Misri. Tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako na nira yako shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Na nĩgũgũkinya atĩrĩ mũthenya ũcio atĩ mũrigo wake nĩũgakuma kĩande, na mũtĩ wake wa ngingo ũkume ngingo, naguo mũtĩ ũcio wa ngingo nĩũkaninwo nĩ ũndũ wa ũrĩa we ũitĩrĩirio maguta. Thank you, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Natamani uinue kichwa chako nikwambie mambo mawili matatu, nialike kiongozi wa ibada. Amen. Karibuni sana katika nyumba ya Mungu, mahali ambapo watu wa Bwana, Mungu anaponya, Mungu anafungua, Mungu anainua na Mungu anatenda mema. Unaweza kuwa umekuja bila amani, katika nyumbani mwa Bwana kuna amani. Unaweza kuwa ya kwamba umekuja umesukumwa, lakini katika nyumba ya Mungu wa mbinguni utapata kushikiliwa na mkono wake ulio mkuu. Mungu akasema na wana wa Israeli, na hawa wana wa Israeli walikuwa wametolewa katika jangwa ya Misri, na on the way Mungu akaachilia ripoti, akasema ya kwamba sasa kuna mabaki watabaki. Akasema kuna mabaki wa Yakobo na watamrudia Mungu aliye mwenye nguvu. Bwana sasa kudhihirisha kwamba katika njiani kuna watu ambao walikuwa wamemwacha Mungu, lakini yeye akaahidi ya kwamba katika njiani, katika safari, Bwana sasa, yeye Mungu atafanya mabaki yake. Nimeleta ripoti ya kusema ya kwamba mwezi wa 8 kuna mabaki ya Mungu ambao wangali wataonekana katika nyumba yake Mwenyezi Mungu. Nisikize mara tena ya kwamba hata kama kuna return ya devil worshiper, ya kwamba mwezi wa 8 hapa kuna mabaki, na sio mabaki ya wanadamu, kuna mabaki ya familia. Hakutakuwa na divorce katika jamii zenu. Wakati anga ya shetani inainuka kupasua hata makanisa, kuna mabaki ya Mungu ambayo itabaki kuwa yake, na hakuna yeyote ambaye ataweza kuipasua. Kuna mabaki ya Mungu wa mbinguni ambayo itabaki, ikiwa na ushuhuda ya kwamba Mungu wa mbinguni anabariki, ikiwa na ushuhuda ya kwamba sisi ni mabaki, na watamrudia Mungu Mwenyezi aliye na nguvu sana. Naomba kuwe na mabaki katika mwezi huu ambao watabaki kwa uwezo wa Bwana, na wao hawatayumbayumba kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Nao mabaki, Mungu akataka akawaahidi mambo kadhaa, na kichwa cha ujumbe wangu nimeandika fimbo ya Wamisri, rudhaju wa Misri. Nikurudishe nyuma kidogo. Musa wakati ambapo alitumwa Misri, kuna kitu alitumwa akiwa nayo mkononi mwake. Alienda na nini? Na fimbo. Unajua kwa nini? Kule Misri, mudhamaki wa Misri, kuna mambo mawili alitumia kufinyilia wana wa Israeli: rudhaju na jogoma. Rudhaju na jogoma. Kwa unyenyekevu tu na upole, niangalie jirani, mwambie pengine wewe unapigana na kiboko na fimbo, na mimi pengine napigana na rungu. Haleluya. Maishani mwako, Farao the king of Egypt alitumia
alitumia mambo haya mawili. Alitumia kifimbo na alitumia rungu, ili ya kwamba fimbo ikishindwa atumie rungu. Sasa hapo pengine kuna mtu ambaye amefinyiliwa na shetani sana maishani mwake, na kile ambapo ametumia na ukarudaje ni kafimbo tu. Si leo nikupatie siri ya kwamba tutaivuja. Tutaivuja kwa uwezo wa Mungu wa mbinguni. Mwezi wa 8 hiyo fimbo iweze kuvunjika. Sasa anaguile ndoge mundu wa Ngai. Just like Mungu anawaambia kwamba na muhurire wa Misri na ruthanju ndwari na ndeki. Ninaangalia fimbo ambayo inaendaga pengine na karano machungani, ingine ni mrefu na ingine ni fupi. Toko muthago na ruthanju wa Misri we hanene. Yaani na kutoa tu akiwa mbali, alafu anarudi nyuma. Akawaambia mambo haya ya kwamba hawa mabaki nitawaondolea fimbo ya Misri. Na that's why nimekwambia tatupatia siri moja. Gaionake ile Farao alikuwa anatumia, ndiyo hiyo Mungu aliachilia Musa awe nayo. Amina. Na fimbo ya Farao ni kupatia tafsiri ni nyoka. Fimbo yake ilikuwa nyoka ambayo ilikuwa inameza. Amina. Kwa sababu ya kuwa akipiga na rungu, kuna fimbo yake ambayo ni nyoka inameza. Na Mungu kwa sababu he know the out of confusion, akatumia hiyo fimbo ya Musa. Musa akaachiliwa aende na fimbo. Why? Kwa sababu gani? Ndiyo ile fimbo ya Musa ya Farao imalizwe nguvu na fimbo ya Musa. Kuna mtu amenyinita wanyitanga ile fimbo. Ninasema hivi kwa ufunuo wa kiroho wapendwa, ya kwamba kile shetani anatumia kukupiga, Mungu wa mbinguni atageuza hiyo, atumie yake ya kiungu. Na ndio unakuta kwamba Musa wakati alifika, ishara ya kwanza ya muujiza ilikuwa ni kuamsha nini? Fimbo. Na ili ya kwamba ikameza nyoka zote. Zile zote zilikuwa za Farao, zilimezwa na moja. Ilo kitu ambacho shetani anatumiaga ya kupiga wana wa Mungu, hiyo ndio Mungu wa mbinguni na yeye atainua yake juu, ya kwamba imalize ya shetani nguvu. Fimbo ya Musa ikamaliza nguvu zote za fimbo ya Farao. Ninawaachia hii wapendwa, ya kwamba kama vile ambavyo Mungu aliweza kuambia kwamba ya kwamba hata hivi ambao wamewapiga muhurire wao, mushudurire. Amina. Najua kwamba mnajua kwamba wakati ambapo mlikuwa wadogo, kuna muhurire ule wahuragwo ni mama wanyu naguo. Kuna mtu alikuwa na shikwa kinyasa, vijana walio hapa na saini wazee wanachapwa. Na kuna msheri utendaga kuhurewe na nguo, nigetha kenge ucio no muhurire wa Misri. Riu mucudurire wa ucuduritwo na Ngai ugukinyitia handu nginya ukenda Ngai, tondu na mukoma nari mucudurire wa uria ri gucuduraga naguo. Lakini afadhali kupotelea shetani na kukaribia Mungu. Nataka kuachia hii watu wa Mungu ya kwamba Mungu kuna mambo aliyowaahidi. Jambo la kwanza aliwaambia kwamba hiyo mapigo ya Wamisri nitawaondolea. Nikaboherea vile ujuzi walio nayo, na akawaambia msiogope Ashuru, mutikametigire Ashuriata. Ingawa kupiga kwa fimbo na gogo, kwa maana kwa njia ya Kimisri. Maana bado kitabu kidogo Mungu akawaahidi muhuriro shuma horagwo na mushudurire. Ilikuwa kwa sababu ya ghadhabu ya Mungu.
Mungu akasema kitambo kidogo nitaondoa ghadhabu. Mungu aondoe ghadhabu. Huenda ya kwamba kuna jambo linatumaga upigwe na hiyo kiboko, waachilia Mungu wa mbinguni ya kwamba aondoe ghadhabu ya kaigera ya mara karamake. Na leo ninawaombea kwa neema. Haleluya. Tugateri marete kiawe wa mudi. Dauga atiriri, kuna ghadhabu ya Mungu inaweza kuondoka leo. Na hautaiona mara tena. Yaani hautateseka kwa hilo jambo mara moja. Hautateseka mara ya pili, kwa sababu kuna ghadhabu itaondoka. Na Mungu wa mbinguni aondoe ghadhabu. Hakuachilia hapo wapendwa. Akawaambia hata hasira yake. Haleluya. Hasira ya Mungu atageuza. Ni kugarura. Amen. Nilikwambia siku moja kwamba kama vile Mungu anaachilia mtoto anapinduka katika tumbo ya mama yake, hivyo ndivyo anageuza hasira zake. Ni mwingi wa adha, ni mwingi wa rehema kuliko ghadhabu zake. Kwa uwezo wa Mungu wa mbinguni, kana kwamba kuna mtu hapa ana hasira za Mungu wa mbinguni juu yake ziweze kuondoka. Na Mungu wa mbinguni hakuachia hapo. Haleluya. Akasema ya kwamba ataamsha mjeledi wake, rushabio wake niekurwarahura, akeuze sasa apiganie wana wa Israeli. Amen. Ile rushabio. Amen. Na nikwambia mtu wa Mungu kitu moja hapo, hata kama sina muda. Roraga munoi ndukahũthagĩre rushabio rwa kũhũraya, tondũ we nĩũrũkaga roho igũrũ rĩaku. Ninaigwĩka wega. Angalia sana ya kwamba kama kuna rushabio mjeledi ambayo unajua Yesu alipigwa na mjeledi, na wewe huo inakuwa na uchungu. Baada ya kwa inapiga Yesu inatoa nyama. Kwa sababu mjeledi si kama fimbo. Nikufunze kitu mtu wa Mungu. Musa Farao alitumia fimbo, lakini Mungu alibadilisha akasema mjeledi. Mjeledi na fimbo sio moja. Hii mjeledi ina fimbo inaweza gonga iachilie ufure. Rudhatino rukore oibe. Ndiyo tataiweka. Lakini mjeledi wakati inaachiliwa inagonga inatoka na nyama. Nimesikika? Kumaanisha nini? Rudhatino wale mutigarama. Lakini mjeledi itaacha alama. Ni ombi langu ya kwamba Mungu akusaidie. Kama unainuwa mjeledi, kama umewainua mjeledi against watumishi walioteuliwa wa Mungu, another day, na mjeledi sio kiboko tu, hata ya mdomo, hata kumpakia. Haleluya. Leo nilishtuka na roho Mungu akitukimalizia ibada razi, akisema kuna watu wamepanga na wamewatai. Mungu akageuza akiwa neno hapa. I will change. Haleluya. Nitaibadilisha. Hiyo ambayo walikupiga nayo nitaibadilisha. Amen. Iwe mjeledi. Amen. Akasema mambo mawili ya kwamba atawaondolea yeye mwenyewe hiyo fimbo, ataiondoa maishani mwao. Akasema naye atainua fimbo ya Kimisri. Akasema ataondolea mizigo, merigo na ishoki. The burdens will be taken away from their shoulders and the yoke. Kupitia ile mjeledi ataachilia. Na akamalizia na kusema ya kwamba adwashirika mehereria merigo ile amati tikideti. Ile yote walikuwa wamebebeshwa. Mungu akasema atawaondolea. Akawaondolea. Na mimi naomba kwamba Mungu wa mbinguni akuondolee ya kwamba ile mizigo ambayo shetani amebebesha watu wenu. Kuna kitu naona Haruna stuka sana. Wachungaji. Unaona ya kwamba mtu alirogwa. Mnaona watu ambao wana kichwa mbaya mbao, ama kule ambao mnaendaga. Unafikiria wewe mtu anabeba hizo pande zote za nini? Wakati ambapo covenant yake na shetani, yule ambaye alimharibu,
ama kama kuna kitu cha wenyewe alichukua akaharibiwa, mambo yalikuwa mawili, uharibiwe ama kuna kitu ya mtu ulichukua. Wakati ambapo unaonana wakibeba makoro magina amana ile shio. Alomba shumwa ndani. Amen. Ninaomba katika uwezo wa Mungu wa mbinguni. Amen. Amen. Ya kwamba hakuna mama anachagua akikuja Sunday akivaa ile yake uliyekura. Akiurejea mudhuri au mbele na wewe. Na kuna watu utakuta kwamba wameokoka na ile shio baki. Aliolewa na koko wake na koko familia yake, lakini mizigo kono kwa hivyo anakuwa tayari tu ambiwe, na hata yeye anangojea kitu kidogo ambiwe, siliende spiritually. Kuna watu hata katika kanisani wanakuwa tu wamebeba mizigo metagire hali ambayo kinyuma kwazo na watulilie mundu kana merigo Idoko, inawezekana tunatumika na wewe, tunahudumu hapa na wewe, lakini mpendwa, merigo yako istedi by hali ya gahutio mahali ambapo nitaguswa na udhi yote iko hapa. Amen. Na kiangalia kwanza, na ninamaliza Timothy Mange, namaliza nikiangalia sana toko nikiangalia hapo akimatakosha, najua ninasukana na kuta mtu anafanya hivi. Amen. Hautakosa kukwazo, na kama unagojeana itakuja tu na utakwaza, na hiyo mizigo itakuletea shida wewe mwenyewe. Mimi naangalia na watu ambao wamerukwa na kichwa na wahurumia makubwa la mpaka machupa haina kitu, imeinamishwa athiriwa kuwe na tatoginyo na megathiri kule arotaga usio bila athiriwa megathiri shiko imebeba bagi pande hii mizigo. Na unajua kwa sababu gani? Wanasukuma wanaroho apepe vitu zake, ndio anaona mahali akiacha itaibiwa. Na anaona narekeni mweredo akai. Anaona kama hiyo amebeba ni vitu za dhamana sana. Naona kama kwa hata hizo kanisa hili. Neno lako ni la haki na la kweli. Ulisema utaondolea mabaki mizigo na nila ya jamii na ukoo. It is my prayer today, my Father. Na ukasema ni kwa sababu ya mafuta. Watu hawa niliwapaka mafuta Jumapili. Nimewaombea kwa neema ya Mungu ya kwamba sasa hivi na wakati huu hakuna nila, hakuna mizigo ambao wataibeba tena. Na kana kwamba kuna mtu amebeba mwingine. Leo ni siku ya kuweka chini, because ya new beginning. Wakati tunaweka mizigo chini, tunaanza na nguvu mpya. Tunapaa juu kama ndege kwa neema yako Baba. Na neno lako linasema ni kwa sababu ya mafuta. Ile mafuta ambayo Bwana watu hao walipokea Jumapili, inakuwa Bwana na ikate nila, na iondoe mizigo, na